Manundu na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi wakati wa Manundu, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa nafasi ya kukutana katika mkutano wetu huu unaoonyesha kiu waliokuwa nayo wananchi kutaka kujua safari yetu ya miaka mitano inayokwenda kuanza mwishoni mwa mwaka huu mpaka 2030. Lakini pia nizishukuru jumuiya zote kwa namna ambavyo zimeshiriki katika kutengeneza hamasa na kusherehekesha mkutano huu. Nisivisahau vikundi vyote vya sanaa ambavyo kwa namna moja au nyingine tumefanya mkutano huu unoge zaidi. Lakini kipekee sana niwapongeze na kuwashukuru watu wa kata ya Manundu. Mmeonyesha ukubwa wenu, mmeonyesha ujanja wenu, mmeonyesha maana halisi ya kuitwa kata ya Kariakoo. CCM oyee! Kama kundi lote hili lingekaa upande huu, basi huu ni mkutano mkubwa sana. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana kwa mwitikio wenu huu. Lakini kwangu mimi pamoja na wengi wenu na kufurahia kusanyiko hili, ninaona deni ninalolibeba kutoka kwenu. Mtanidai na mimi nitakumbuka katika utumishi wangu kwamba ninalo deni kubwa la kulilipa Manundu, kwa sababu kuja kwenu kunaonyesha kiu yenu kubwa ya maendeleo ambayo atakaoyaleta ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Hakuna chama kingine chochote kinachoweza kuleta maendeleo katika nchi yetu na katika kata yetu ya Manundu. CCM oyee! Tumekuja kwenu kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuja kuwaambia kwa nini tunastahili kupewa kura tarehe 29 Oktoba kwa ajili ya nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya nafasi ya ubunge wa jimbo la Korogwe Mjini, kwa ajili ya nafasi ya udiwani wa kata ya Manundu. Tunazo sababu nyingi za kwa nini tunastahili kupewa imani tena. Kwa nafasi ya Mheshimiwa Rais ambaye mimi ninatembea kifua mbele kwa sababu ya kazi kubwa ambayo ameifanya kwa miaka mitano iliyopita. Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia katika historia ya nchi yetu kuiongoza nchi kutoka katika changamoto kubwa ambayo hatujawahi kuipata tangia tupate uhuru. Kilikuwa ni kipindi cha mashaka makubwa, kila mmoja wetu akikaa na kutafakari itakuwaje. Lakini mama huyu jemedari aliyekuwa jasiri mkubwa, aliyetanguliza utu mbele, aliyewatanguliza wananchi mbele kabla ya yeye, akachukua jukumu hilo. Wakati tukiwa tunajiuliza itakuwaje, yeye aliyatafuta majibu ndani ya muda mfupi, kwa kuwa alivaa viatu ambavyo hakuwa amejiandaa navyo, lakini